fursa hii nimeipata na ambayo si rahisi. Sidhani kama tutakutana na Ramadhani nyingine kabla ya pengine uchaguzi mkuu unaotuelekea. Kwa hiyo kwangu mimi naona hii ni fursa ya kipekee ya kuwashukuru nyote, kuanzia Mheshimiwa Waziri na viongozi wote, wafanyakazi, kwa muda ambao tumekuwa pamoja, tumefanya kazi za watu na alhamdulillah tumekwenda vizuri. Ofisini kwetu sofa hujawahi kutokea crisis, hujawahi kutokea watu kushikiana mapanga wala watu kuguidana, sijui yanatokea labda ya kawaida. Kwa hivyo mimi nashukuru kwamba kwa namna tulivyofanya kazi zetu ni heshima kubwa sana, na kwa sababu na mimi nilipewa dhamana ya kusimamia ofisi hii, heshima ile pia mmenipa na mimi kwa kufanya kazi za watu kwa vizuri kabisa, pamoja na changamoto zote ambazo zimetokea. Kwa hivyo tutakuwa mwizi wa fadhila kama sikutumia fursa hii kuwashukuru na kuwaomba kwamba tuendelee na moyo huo wa kutumikia nchi yetu, kutumikia watu wetu. Ofisi hii imepewa, inawezekana wenyewe hatutanabahi hilo, kwa sababu jambo ukilizoea you take it for granted, lakini kwa mtu ambaye anakaa katafaka anajua ofisi hii imepewa majukumu makubwa sana, majukumu ya uhai wa nchi. Ukizungumza mazingira ni uhai wa nchi, ukizungumza nchi hii kutokuwa na uraibu wa dawa za kulevya, basi ni jambo muhimu sana kwa maendeleo na makuzi ya vijana na kwa maendeleo ya nchi kwa ujumla wake. Ukizungumza suala la ukimwi, ukizungumza suala la baraza la watu wenye ulemavu, kazi zetu tunazozifanya kuwahudumia ni majukumu ya msingi na makubwa sana kwa hakika, na kwa kuyafanya kwa ufanisi, basi mimi nawashukuru sana, niwaombe tuendelee na hilo. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, pamoja na mambo mengine, lakini Mwenyezi Mungu katuletea mafunzo makubwa sana, katuletea mafunzo makubwa sana, na moja kati ya miongoni mwa mafunzo hayo, na ambao ni waombe kwa dhati tena sana kabisa ndugu zangu, kwamba tuende tukayaishi baada ya Ramadhani, ni funzo la kumjua Mwenyezi Mungu. Manake ni katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, napenda kulisema hili kila pahala, na naomba na hapa niliseme kwamba katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunaacha vyetu vya halali, na sio halali tu, halali wakati mwingine tunavyovipenda kweli kweli, tukiwa peke yetu, tukiwa kwenye faragha zetu, hakuna anayetuona isipokuwa Mwenyezi Mungu, lakini tunaviacha kwa sababu Mwenyezi Mungu, kwa kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu katukataza hili, anatuona, nikifanya nitapata ghadhabu zake, nitapata adhabu yake, na nikisimama kwenye kanuni aliyotuwekea nitapata fadhila zake. Hakuna chochote kinachokufanya usikifanye kitu kile, usikitumie, usile, lakini ni kwa sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Ajabu ni kwamba tukimaliza Ramadhani anakwenda wapi huyo Mungu kwetu? Manake tunakwenda wakati mwingine tunatafuta vya haramu, huku tumeviacha vya halali kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini subiri Ramadhani imalizike. Sasa na haya mimi nasema ni mafunzo makubwa sana hata kwenye kazi zetu. Mimi naamini kama ingekuwa tunamtanguliza Mungu, tunamjua kwamba Mwenyezi Mungu hili anatuona, maana kuharibikiwa kwetu kukubwa ni kwamba ni kumsahau Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia ukimsahau unafika pahala na yeye anakusahaulisha, unajiona uko wewe tu duniani. Ndio maana akatuambia tumche Mwenyezi Mungu na pia tusiwe katika walo msahau, wala takunu kalladhina nasullaha fansahu anfusahu. Tusifike huko, kwa sababu tukifika huko
tunajisahau, tunadhani duniani tuko sisi tu. Kwenye kazi yako unajiona wewe ndio mfalme, hutaki uadilifu, hutaki uaminifu, hutaki kuwatendea wengine, hutaki kufanya kazi yako kwa sababu umemsahau. Lakini kama kila wakati tutamkumbuka Mwenyezi Mungu, basi mimi naamini tutafanya kazi zetu kwa vizuri sana. Kwa mimi niwaombe kwamba haya mafunzo tuliyopata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi twende tukayaishi katika maisha yetu, tukaishi katika utumishi wetu, tukaishi katika namna tunavyokaa pamoja, tunavyoishi pamoja. Lakini tukayaishi katika kuipenda nchi yetu, kwa kuitakia pia na dua na kuitumikia kwa dhati kabisa, tukijua kwamba sisi tuna wajibu kwa waliopo sasa na kwa wanaokuja. Baada ya kusema hayo, najua tumewazuia maimamu wa watu wengi hapa, wanasubiriwa. Kwa hivyo tuchukue muda kuzungumza mengi zaidi. Mimi niwatakie Mwenyezi Mungu ajalie atupe fadhila zake kwa saumu zetu, kwa amali zetu mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini na pia inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuikamilishe funga hii kwa salama, kwa amani, na iwe wenye kupata mapato na fadhila kutokana na funga hizi, na tuwe wenye kusamehewa makosa yetu vile vile. Inshallah Mwenyezi Mungu pia tujalie tuingie kwenye sikukuu kwa salama, na kila mtu aweze kusherekea sikukuu kwa salama, kwa amani, kwa furaha, tukibaki katika mshikamano na amani katika nchi yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante.